mlango wa kitabu cha Mathayo, mlango wa Mathayo Biblia kuna Biblia hapo kwa sasa kitabu cha Mathayo niko shapu hapa, akisimama nimesharudisha kitambo chini. Kitabu cha Mathayo mlango wa 10 alafu mstari wa 2:24 na 25 kulingana na vile mwanashauri picha. Biblia inasema hivi: mwanafunzi hampiti mwalimu wake, wala mtumwa hampiti bwana wake. Yamtosha mwanafunzi kuwa kama mwalimu wake, na mtumwa kuwa kama bwana wake. Ikiwa wamemwita mwenye nyumba Beelzebuli, je, si zaidi wale walio wa nyumbani mwake? Haya ni maneno Yesu anasema kwamba mwanafunzi hapiti mwalimu wake. Alikuwa anamaanisha kitu kinaitwa family altars kama family tree, ambayo Paulo naye alikuja akaongea hapa kwenye kitabu cha Warumi, kitabu cha Warumi 11 alikuja akaongea naye Paulo. Warumi 11 alafu mstari wa 18 akasema hivi: usijisifu juu ya matawi yale, au ukiwa wajisifu, si wewe ulichukuaye shina, bali ni shina likuchukua wewe. Alikuwa mlango wote anaongea kuhusu mambo ya family altars. Sasa ikiwa ndugu yako mkubwa alikuwa hivi, ana hali hiyo ya kuto kuanguka, hawezi ongea kupitia kuanguka, atakaa kama ni chizi. Sasa haongei na kutazama TV. Sasa ukishaona hali imekuwa hiyo katika maishani mwa mtoto wako, ukao ukijua kwamba ukiona kwenu nyumbani kuna hali kama hiyo inafanana na hiyo, hizo ndio tunaziita madhabahu, ambazo huwa zinakuja zinakamata, zinatokana na ukoo, zinakamata zinaenda hivyo. Kwenye Biblia ile ya Agano la Kale, Mungu alisema mimi ni Bwana Mungu mwenye wivu, kupatiliza wana maovu ya baba zao. Kizazi cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne, Mungu mwenyewe anapatiliza. Sasa ikiwa hivi imetokana na ukoo, na sasa hiyo ndio inaitwa madhabahu, ambayo dawa yake ni vunju. Ukishavunja hiyo madhabahu, mimi naye utamuona anaanza kufunguliwa, kile zake zinaanza. Lakini hata akimeza dawa, hiyo ni madhabahu, haisikii dawa. Ni madhabahu, na madhabahu ni maneno yanafanya kazi. Sasa utaona bado uko vile, lakini ile suluhisho la kwanza ni kuvunja hiyo madhabahu. Kwa vile nimemshika mwezi wa 4, ukivunja ile madhabahu ikiwa bado hajakomaa, ni rahisi kumwachilia, inachukua muda mfupi, akili zake zinafunguliwa. Sasa huwa hiyo ndio suluhisho ufanye na muombea, lakini maki hayo maneno ya kwamba imempasa awe kama vile ukoo ulivyokuwa. Sasa hii ni madhabahu uivunje, na inavunjwa na sadaka, alafu anachukuliwa huduma. Okay. Sasa ulikuwa umejitayarisha kuvunja madhabahu, kama ungetaka kujua zaidi na kujwaje, nenda. Sasa madhabahu unaitafutia dhabihu na kiwango chake, na kitu imetoka familia ulaiona mahali kama Bwana Mungu akivunja madhabahu akapewa kiwango, naona namba ya kwanza ilikuwa ni akavunja nafanya,
lakini sasa hii kwa sababu ni ya kifamilia, inabidi usimame na namba 4 na namba 4 kwa sababu ni ya kifamilia. Si kulingana na vile naona nimekusomea haya maandiko ili kuonyesha baada ya kuonyesha yule mkubwa hiyo hali hiyo ya kutafutiwa sababu kuanguka tu la kwanza ardhi kufanana na yeye ni kudhihirishiwa kwamba unaonyeshwa kwamba hii ni madhabahu imetawala. Ndio maana nimekuuliza nani alikuwa na hali kama hii kule kule. Ndio kanaambia kuna huyo nani na mama mdogo kama ni mama mkubwa ndugu yako mkubwa. Sasa ndio maana nimekuuliza hivyo kwa sababu hali hizi huwa kuna mambo mawili, kurithishwa kutoka kwa ukoo ama kurushiwa bomu na mchafu. Sasa utavunja ile madhabahu, halafu vunja tu madhabahu kwenye maombi ndio kutapiga zote mbili. Nimepata hapo kwenye nasema vunja madhabahu inakuwa madhabahu maombi kutapiga zote mbili. Kwa sababu nimesema akawa na hali hizo. Sasa hata usiwe na shida. Hilo ndio linaitwa madhabahu ambalo linalipuka kama bomu. Inatafuta sababu tu alafu haya na mwana mtu anakuwa na hizo, lakini huyu ile zimeanza mapema na muombea hapa na utaanza kuona zinarudi. Lakini vunja hiyo madhabahu ndio itakuwa vizuri. Kwa hiyo utaenda kujipanga na kuvunja madhabahu alafu utaenda kujipanga kwa ajili ya kuvunja madhabahu na mafuta si wale waweza ndio shuka kuna ashazi wana reflector zao aboda ashazi lakini si kama t-shirt zao pia sasa mimi na mimi sio upande huko tena t-shirt zetu na ndio mjomba wenu kote hiyo ni nini yenye unaona? Huyu amekamata fahamu zake. Ni fahamu ndo zimekamata. Na sasa akitaka kuongea kiji inapotezwa. Ni hivi kwa usema. Panda hapa madhabahu. Panda hapa simama. Haya maji nyingi. Kwa viatu upande pale sasa. Sasa simama hapa. Unanisikia vizuri?
Nitazame mimi, niangalie mimi. Usiwe na shida, tulia. Sema Bwana Yesu. Sema Bwana Yesu, naachilia moyo wangu kwako. Ninakiri dhambi zangu, unisamehe na unifute jina langu kwa kitabu cha mauti, uniandike kwa kitabu cha uzima. Kuanzia leo na kupokea wewe Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Naikiri damu yako, damu yako, nakiri damu yako Yesu inikomboe akili, ufahamu na roho yangu. Kwa jina la Yesu ninaamini. Haya, funga macho yako sasa. Funga macho tu. Bwana Yesu, naachilia nguvu zako ndani ya nafsi hii. Nakamata roho ya wenda wazimu, na ikamata chini ya damu ya Yesu. Roho ya wenda wazimu na masikini, achilia akili zake haraka, achilia fahamu zake haraka, achilia akili zake na fahamu zake haraka, achilia akili zake na fahamu zake haraka, achilia kwa damu ya Yesu, achilia kwa damu ya Yesu, achilia kwa damu ya Yesu iliyomwagika msalabani. Achilia akili zake, achilia fahamu zake, achilia roho yake madhabahu, achilia akili zake, achilia fahamu zake, achilia roho yake. Akili zako zirudi, akili zako zirudi, akili zako zirudi, akili zako zirudi, akili zako zirudi. Na achilia ukombozi, akili, roho na nyama. Hii shiwa na nguvu falme za giza, toka mwakili, toka wende, toka wende, mwachili akili zake, achilia hizi fahamu zake. Yes. Kwa hiyo yenda tu, enda, achilia hizi fahamu zake zote. Yes. Yes. Ufunguliwe, 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 ufunguliwe. Akili zirudi, zirudi. Rejeshewa akili zako na fahamu zako. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Toka na mizizi yako kwa jina la Yesu. Toka na mizizi yako kwa jina la Yesu aliye hai. Toka na mizizi yako kwa akili yake na kwa roho yake. Ishiwa na nguvu tosi mpaka wapi. Roho ya wenda wazimu chini, 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 chini. In the name of Jesus. Zirudi akili zako na fahamu zako, zirudi, zirudi,
isirudi, 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 isirudi katika jina la Yesu Kristo. Pokea fahamu wako in the name of Jesus. 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 Uenda wazimu, kuachilia akili zako zirudi, fahamu zako zirudi katika jina la Yesu mwana wa Mungu. I set you free in Jesus name. Question. Bwana Yesu, natakasa maji haya kwa damu yako, si maji tena bali ni nguvu zako. Napotumia Bwana huyu afunguke dakika baada ya dakika na utukufu kurudie wewe mwenyewe in Jesus name. Anaitwa nani? John Munga. Hilo ndio jina lako. Fahamu zako zikurudi. Unaitwa nani jina lako? Unaitwa John Munga. Huyu ni nani? Na mzazi wako anaitwa nani jina lako? Anaitwa Steve. Kweli? Unaitwa Stefano Steve. Hapa uko wapi? Hapa uko wapi? Hapa ni majengo. Majengo ni huku. Uko karibu na majengo. Hapa unaponaje hapa ni wapi? Hapa ni church. Ushaniona mimi mahali? Bado hujaniona mahali. Nipe mkono wako. Nipe mkono wako. Uende na uzima, hakuna mtawazimu tena. Sawa? Chukua chupa yako iko hapo na finiko iko hapo. Hapo, chukua. Ni sawa, nenda naye. Ni sawa, utakuja kesho kanisani? Utakuja nayo kesho, walete kanisani. Tumuone venye alivyo leo, alafu tumuone venye atakavyokuwa kesho. Ni sawa? Amen. Bali inaanza saa 2:30. Kwa hivyo wacha Mungu akusaidie kutoka kule, pambane na jambo alafu uje. Sawa? Hiyo chupa nenda nayo, sio na shida. Haya, ni sawa, Mungu awabariki.